Ndugu zangu wa Tanzania, dunia inakwenda kwa kasi sana. Yaani hii kasi ya mabadiliko katika dunia yetu ya leo, sijui unaiona mwenyewe au tunaiona wote. Unajua kuna kitu kimoja mnatakiwa mjue wa Tanzania. Mambo yote tunayofanya katika uso wa dunia yanaendeshwa na nguvu ya uvutano, gravitational force. Waliosoma sayansi wanajua. Yaani mpaka ukuaji wetu unaendeshwa na nguvu ya uvutano, gravitational force. Mtu atataka uthibitisho. Watu wanaokwendaga kwenye kituo cha anga au uko juu, wanakaa labda mwezi, wakirudi huwa ni walemavu. Viungo vyao havifanyi kazi kwa sababu miili yao ilikuwa nje ya nguvu ya uvutano wa dunia yetu, out of gravitational force. Kwa hiyo wakirudi viungo vimelemaa. Tafsiri yake ni nini? Kila kitu kinavyofanya kazi katika uso wa dunia yetu kinaendeshwa na nguvu ya uvutano. Yaani lazima uiheshimu gravity ndio ufanye unalotaka kulifanya. Watu wa sayansi wanajua. Ni kitu gani nataka kusema? Mabadiliko yanayofanyika au yanayotokea katika dunia yetu, na maanisha ya kiuchumi na kiusalama, lazima yanatuathiri na sisi. Kwa sababu sisi pia tunaishi duniani. Kwa hiyo katiba tunayokwenda kuandika lazima ireflect mabadiliko yanayotokea duniani kwa sasa. Lazima niwakumbushe hicho kitu. Yaani yote yanayotokea kwenye uso wa dunia siku ya leo, moja kwa moja yanakwenda kuaffect katiba tunayokwenda kuandika. Yaani tungeandika katiba miaka 10 nyuma, isingekuwa sawa sawa na katiba tunayokwenda kuandika sasa. Lazima watu wawe na hizo pragmatic mind. Dunia inabadilika kwa kasi sana. Habari kubwa kwa sasa kwa watu ambao wanafuatilia mabadiliko ya dunia ni muunganiko mpya wa kijeshi uliosainiwa Mecca Military Defense Pact, ambayo kwa jina la utani watu wameita ni Islamic NATO. Pakistan, Saudi Arabia, Uturuki. Dunia inakwenda kwa kasi ya ajabu. Hapa Waswahili wanaweza wakasema acha inyeshe tujue panapovuja. Kwa hiyo vita ya Mashariki ya Kati ni kama vile mvua ilikuwa inanyesha, kwa hiyo panapovuja pameshajulikana. Kwa hiyo watu wanapambana kupaziba. Hivyo tunaweza tukatengeneza picha hiyo. Kwa sababu kama sio vita ya Mashariki ya Kati, uwe na uhakika hii Islamic NATO, huu muunganiko wa Islam, nchi za Kiislamu ambao umepewa jina la Islamic NATO, jina la utani, usingetokea. Yaani lazima tuwe na hiyo picha kichwani mwetu. Kama sio vita ya Mashariki ya Kati ya Iran na Marekani na Israel, tusingepata hichi kitu. Sasa tujiulize maswali afu tuyatafutie majibu, ndio tutaelewa kilichofanyika ni kitu gani. Kwanza, imeitwa Islamic NATO, jina la utani. NATO ni nini? NATO ni muunganiko wa kijeshi wa nchi za Ulaya na Marekani na Canada ulioanzishwa mwaka 1949 kujilinda na Soviet, nguvu na ushawishi wa Soviet kipindi hicho. Manake nini? Picha unayopata hapa ni hivi. 49 Marekani alikuwa na fedha nyingi sana, alikuwa tajiri, lakini alikuwa hana nguvu za kupambana na Soviet. Weka hiyo kwenye kichwa chako. Lazima tupate picha kilichofanyika Maka, kilichofanywa na Saudi Arabia, Pakistan na Uturuki kina maana gani mpaka kikaitwa Islamic NATO. Kwa sababu kinaweka wazi kabisa kwamba shambulizi la silaha kwa nchi moja ni shambulizi kwa wote watatu. Hicho kipengele kipo. Nimekuambia tujiulize maswali, tutafutie majibu. Twende kwanza kwenye original ya NATO, hii NATO ya Ulaya, hii na Marekani. Kwa hiyo 49 Marekani alikuwa tajiri, lakini hana nguvu za kujilinda. Mifumo yote ya kiuchumi alikuwa anaitawala yeye. Kwa alikuwa anahitaji ulinzi wa kulinda kile alichokuwa nacho. Kwa sababu Soviet ilikuwa inatanuka. Kwa Marekani akaja na akili, yeye ana chakula, akatafuta wenzake, wakatengeneza muungano dhidi ya Soviet. Muungano wa Marekani na Soviet, yani muungano wa NATO dhidi ya Soviet, ulitengenezwa katika mazingira kwamba hakuna siku hao watu watapigana. Kwa sababu ikitokea wakipigana, wanaita mutual destruction, kwamba Soviet hawezi kupata kitu chochote kutoka Marekani na Marekani hawezi kupata kitu chochote kutoka Soviet. Manake ni mutual destruction, wataangamia tu, wataangamizana tu. Kwa hiyo hata siku moja Soviet asiwaze kumshambulia Marekani, na hata siku moja Marekani asiwaze kumshambulia Soviet. Ndio maana wakaita deterrence, kumzuia mwenzako. Shapata picha ya NATO Kwa NATO ilikuwa ni stress ya Marekani kujilinda na power aliyokuwa nayo Soviet. Marekani alikuwa tajiri kipindi hicho. Sasa tuje kwa kilichotokea kwa Pakistan
Saudi Arabia na Uturuki. Kwenye hao watatu nani mwenye shida? Kwanza tuanze hapo. Mwenye shida hapa ni Saudi Arabia. Ni tajiri lakini hana ulinzi. Saudi Arabia anahitaji ulinzi. Ukienda kwa Uturuki, Uturuki ni jeshi kubwa la pili kwenye muungano wa NATO. The second largest military power in NATO. Si ndio? Ukiacha namba 1 ni Marekani, wa pili ni Uturuki. Ndio maana licha Uturuki na Israeli hawaelewani, lakini bado Marekani anaisikiliza Uturuki sababu Marekani anahitaji Uturuki kwenye muungano wa NATO. Pia inapokuja kusema la military inventory, masuala vifaa vya kijeshi, wanajua kutengeneza vya kwao. Wamezindua intercontinental ballistic missile yao juzi kati, nadhani tulizungumzia kidogo. Kwa Uturuki ni kama watu wanaojiweza. Ukija kwa Pakistan, stress ya Pakistan wala sio Iran. Stress ya Pakistan ni India. Kwa sababu aka alliance kalichosainiwa hapa Maka, lazima ujiulize kanajilinda dhidi ya nani? Dhidi ya Iran au dhidi ya Israeli? Wanasema Israel expansionism na Iran, uwezo wa Iran wa kijeshi. Iran ni superpower Mashariki ya Kati. Hilo tayari yani limeshapigwa mistari siku nyingi. The Iran military might. Hiyo inajulikana. Je, Saudi na Iran wana uhusiano gani? Hawana uhusiano mzuri. Saudi anashambuliwa sana na kina Houthi na baadhi ya vikundi vya kiasi vinavyotoka Iraq vinashambulia Saudi Arabia. Hivi vikundi vyote Houthi na hivi vya Iraq viko backed na Iran, kwa maelezo kwamba they are financially backed by Iran. Si ndio? Iran na Pakistan wakoje? Hawana uadui, hawana urafiki. Iran na Uturuki hawana uadui, hawana urafiki. Sasa huu muungano ni wa nini? Na muungano unasema wazi kwamba shambulio la mmoja ni shambulio kwa wote. Huu muungano ni wa kujilinda dhidi ya nani? Kwa sababu NATO inajulikana ilikuwa ni dhidi ya Soviet. Je, hii NATO, Islamic NATO dhidi ya nani? Iran? NATO ya Marekani na watu wa Ulaya ilianzishwa na nchi 12. Sasa hivi wako 32. Hii imeanzishwa na watu watatu. Maana uwezekano wa kutanuka upo. Usishangae watu wanaanza kuitaja nchi kama Misri lazima itajiunga hapo. Je, kuna kama ka mfumo ka kuizunguka Iran? Yaani kuinside kwa Iran, kwa sababu angalia NATO ya Ulaya wameizunguka Urusi. Si ndio? Okay. Hii NATO ya Islamic NATO, je, wataizunguka Iran? Kumbuka, yani kuna picha tunaitengeneza kwenye kichwa chetu. Angalia pia China. China imezungukwa na maadui ambao wanapewa msaada na Marekani. Japan, South Korea, Filipino, yani New Zealand pia, Australia, wote hao ni maadui wa China waliotengenezwa na Marekani kumzunguka China. Ukija Urusi amezungukwa na hao NATO. Je, Iran naye anakwenda kuzungukwa kwa huu muungano ambao umeanzishwa Maka? Swala kujiuliza, huu muungano ni kujilinda dhidi ya nani? Ndio swali watu wanajiuliza. Je, Iran ni tishio kwao? Sababu Iran ameshathibitisha yeye ndio superpower Mashariki ya Kati. Kwa alichomfanya Marekani na Israeli, dunia inakwenda sehemu salama sana. Na hii ndio itawahalalishia wa Iran kumiliki nyuklia moja kwa moja. Yaani kwa kilichozaliwa ndicho kinachokwenda kumwambia Iran miliki nyuklia quick fast. Yaani hamna breki. Hata Israel apige vipi kelele, yaani lazima Iran atumie muda mfupi kuambia hawa watu kwamba mimi ni nuclear powered sasa hivi. Kwa hiyo nengenekeni we, lakini msiniguse. Lazima huko tunaelekea. Mtu ataniuliza swali, je, huu muungano Israel anaweza kujiunga? Israel na Uturuki hazivi. Hao wote watatu hawaivani na Israel. Unaona palivyo? Yaani anachokifanya Israel kwa Lebanoni, kwa Palestine, wote Uturuki na Israel ndo kabisa hazivi. Kwa huu muungano Israel haiwezi kujiunga. Israel atabaki na Marekani. Yaani mimi ninachokiona, picha ninayoiona ni mfumo wa kwenda kuheshimiana unakwenda kutengenezwa. Kwa sababu kama Iran atakwenda kumiliki nyuklia, tafsiri kwamba ukinigusa tu tunakosa wote. Inabidi watu waheshimiane, kama ilivyo kwamba hakuna siku Marekani ataivamia Urusi hata siku moja, kwa sababu ndio itakuwa mwisho wa hii sayari yetu. Ulaya ndo kabisa hawezi kuwaza kuigusa Urusi hata conventionally. Yaani vita ile conventional, vita ya kawaida bila weka nyuklia pembeni. Ulaya hawezi kupigana na Urusi, haipo hiyo siku.
Kwa ukiangalia power ya Iran kwenye conventional war, vita ya kawaida, ukitoa nuclear, Iran ina nguvu kuliko wote waliomzunguka pale Mashariki ya Kati. Conventional war, vita ya kawaida, ukitoa nuclear, deterrence ya nuclear, Iran ina nguvu kuliko wote. Ameshathibitisha hilo. Kwa kilichozaliwa, yani ukiniambia aliyeforce hichi kitu kuzaliwa ni nani? Mimi nitakwambia ni Saudi Arabia, kwa sababu Saudi Arabia yuko desperate. Hajiwezi kwa lolote, lakini hela anayo. Kwa yeye ndo ana shida ya ulinzi. Kwa anafanyaje? Anatafuta watu, anawapa, jamani, tusaidiane, tulindane. Na hiyo yote ni kutokushape jamii yako kwenye uhalisia wa mazingira unayoishi. Kwa sababu ukiangalia Iran amekuwa superpower kwa sababu alitambua adui yake na akajijenga namna ya kupambana na adui yake na ameshafanikiwa. Saudi yeye alijengwa kwamba tutakusaidia na amekuwa kwa kulemaa. Lakini Saudi angejijenga kwamba hapana, huyu anayeniambia nitakulinda, kumbe inabidi akutengenezee maadui ili uwe unatafuta fedha kumpelekee. Yaani Waarabu sijui kama mjuagi Marekani. Yaani Marekani anakupa, unampa tenda ya kutafutia wewe silaha, inabidi akutafutie maadui ili awe anakuambia ongeza hela, maadui hawa. Yaani iko wazi. Hakuna anayefungua farmers akupe dawa upone moja kwa moja. Hicho kitu hakipo, ataishije? Simple mathematics. Kwa hiyo jibu linalolipata hapa ni huu muungano mpya wa kijeshi, kwangu mimi ninachokiona unakwenda kuleta utulivu Mashariki ya Kati, kuheshimiana zaidi. Kwa sababu tayari Marekani ameshaonyesha kwamba wazi hawezi kuwalinda Waarabu. Je, tutarajie labda UAE, Qatar, Oman wanakuja kujiunga kwenye hii Islamic NATO taratibu? Yaani hata wakijiunga chawa wote dhidi ya Iran, bado weka kwenye kichwa chako hawawezi. Kwa sababu tayari hawa wana generation. Yaani hebu angalia, wewe chukua picha, angalia Ulaya yote ilivyomzunguka Urusi, lakini hawawezi kumgusa Urusi. Kwa sababu wao wenyewe, na hizo video nimewachezea sana, wanajua kabisa hawawezi vita na Urusi pasipo msaada wa Marekani. Wana nuclear ya Mwingereza na Mfaransa, lakini mara ngapi Warusi wanawaambia hey, mkiescalate tutawaharibu, tutawatoa katika uso wa ramani ya dunia. Kwa nachukua ile picha ya Ulaya walivyomzunguka Urusi na kuja nayo hapa Mashariki ya Kati, kwamba anatengeneza picha viwarabu vyote akina UAE, Qatar, Kuwait, sijui nani, vyote vimejiunga kwenye hiyo Islamic NATO kumzunguka Iran, bado hawatamweza. Kwa sababu yani labda wanahitaji generation yao iprogramiwe kuwa kama wa Iran. Kwa sababu generation ya Urusi imeprogramiwa kwamba wana chakula kingi, inabidi wao watengeneze silaha kulinda chakula chao. Urusi. Generation ya Waingereza, wa Faransa, huko kuna ma LGBTQ, unajua kabisa. Watu wanatafuta na LGBTQ+. Yaani hawana utamaduni wa kuandaa generation kulinda nini? Yaani kwa mfano mwanaume wa Uingereza utamprogram kupenda military kulinda nini? Warusi wanajua kabisa nchi yetu ni kubwa, lazima tuilinde. Yaani wana sababu. Wairani wana sababu na wao. Yaani kuna kile kitu kwamba unazaliwa unajua kabisa hii nchi yetu, yani agarabia warrior. Yaani kuna sababu zinakulazimisha kupambana jeshini kulinda nchi yenu. Warusi wana sababu zinazo drive. Wairani wana sababu historically ile ilikuwa dola kubwa tu, kondo inarudi. Kwa hiyo hawa Waarabu mimi nawaona hata wakiungana, picha mimi nayoiona ni utulivu na kuheshimiana. Ndiko tunakoelekea. Dunia inaelekea sehemu salama sana, ila kwa gharama. Nilishasema kwa utafika sehemu ukitaka kufanya biashara na nani, huwazi yeye fulani ataharibu sarafu yangu. Yaani ndiko tunakoelekea. Yaani baada ya hizi vurugu zote kinachofuata ni channel za kiuchumi ambazo humuogopi mtu tena. Yaani sasa hivi Marekani anakaa kikao kabisa tuharibu sarafu ya Iran, tuharibu sarafu ya Urusi. Kwa sababu mfumo wote ameshikilia yeye. Dunia inaelekea sehemu salama. Kwa tujiandae kufanya maamuzi kwa faida ya Watanzania. Na sio kwa kumuogopa sio kuna World Bank. Kwa the more military alliance, kwangu mimi ndio inatengeneza room ya watu kuheshimiana katika kufanya mambo yao bila kumuogopa mtu. Ngome ya mwisho ya Marekani kuitawala dunia ilikuwa Mashariki ya Kati. Kwa hiyo inabidi Marekani aondoke, abaki kuwa dalali wa kuuza silaha na kutengeneza hizo instability ndogo ndogo, auze silaha. Ndio ninachokiona mbele yangu. Kwa hiyo tuna Islamic NATO imeanzishwa dhidi ya nani? Swali hilo. Dhidi ya Israeli, kutanuka kwa Israeli, au dhidi ya Iran? Ngoja ikisha kuwa ndio tutajua hii
hii alliance imetengenezwa kwa ajili ya nani? Si wako watatu, ngoja wafike kama 10 hivi ndio tutapata picha hii alliance kwa ajili ya Irani. Wakishafika 10 tu Irani anakuambia mimi na nuclear. Kwa hiyo make sure you do your decision pragmatically. Mfanye maamuzi mkiwa na akili. Mkifanya maamuzi kwa miemko, mtaondolewa kwenye ramani ya dunia. Ndivyo atakapowaambia. Kama Mrusi anavyoambiaga watu wa Ulaya, kama mnaniweza, tukiwashe kabisa kama mnaniweza, kimya. Kwa hiyo dunia inaelekea pazuri sana. Na haya ni matokeo ya watu kujiaminisha kwamba wana uwezo wa kuimiliki dunia na vyote vijazavyo. Swali nalokuuliza, kama Marekani angefanikiwa kuishinda Iran, hii Islamic Alliance ingezaliwa? Au kama vita ya Iran na Marekani isingekuwepo, hii Islamic Alliance, Islamic NATO ingezaliwa? Waswahili wanasema acha inyeshe tuone panakovuja. Imenyesha, panapovuja pameonekana. Sasa watu wanapambana kupaziba. Saudi anaziba, ameshaona Marekani haiwezi kumsaidia. Watanzania niwakumbushe, fuatilieni mabadiliko ya dunia, kwa sababu Tanzania iko duniani na lazima ifanye maamuzi kulingana na mabadiliko yanayotendeka duniani. Tungeandika katiba miaka 10 nyuma, isingekuwa sawasawa na tunayokwenda kuandika sasa hivi. Na msijizime data. Katiba yetu sio kwa faida yetu, ni kwa faida ya generation inayokuja. Tusiandike katiba ya selfish. Tusiandike katiba ya kuanza kwamba ikisha sainiwa tu kila kitu kinakuwa goody. Ikisha sainiwa kuna mazuri yatatokea baada hata miaka 10-15 kwa uzuri wa katiba tutakayoandika. Tufuatilie mabadiliko yanayotokea duniani ya kisiasa na kiusalama, ndiyo yatakayo shape katiba yetu. Tuelimike, tusiwe wasomi.